Dhambi kanisani. Hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Elohim? Ninyi si mali yenu wenyewe, mlinunuliwa kwa bei. Basi mtakaseni Elohim kwa miili yenu. Paulo anatumia sura ya 5 hadi 7 ya Wakorintho hasa kujaribu kuondoa dhambi ambayo ilikuwa imeota mizizi katika kanisa la Korintho Washerati. Dhambi hii maalum ilisidishwa na wengine kama vile makosa na udanganyifu uliofanywa kati ya ndugu wenyewe ambao walifikishwa mbele ya mahakama za kiraia kwa kutumia lugha wazi na ya moja kwa moja. Paulo haonyeshi tu dhambi, lakini pia anapendekeza suluhisho la kukabiliana nayo na kuzuia kuanguka ndani yake tena. Dhambi kanisani. Dhambi ilikubaliwa. Kutokomeza dhambi. Kushughulikia matatizo ya ndani. Jinsi ya kupeka dhambi kanisani. Hekalu za Roho Mtakatifu. Ujinsia halali. Dhambi kanisani. Dhambi iliyokubaliwa. Na unajibuna, je, halikupasa wewe kwenda katika maombolezo na kumtoa nje ya ushirika wako mtu ambaye amekuwa akifanya hivi? Katika kanisa la Korintho kulikuwa na uasherati kati yenu na wa aina ambayo hata wapagani hawavumilii. Kuwepo kwa uhusiano wa kimapenzi ndani ya kanisa lilikuwa jambo zito sana, lakini hali ilifanywa kuwa mbaya zaidi kwa sababu badala ya kusababisha uasi kati ya washiriki walijibunia kuvumilia dhambi hii. Kanisa liliundwa kimsingi na watu wa mataifa. Dhamiri yao wenyewe iliwaambia kwamba jinsia haipaswi kuvumiliwa. Zaidi ya hayo, ujuzi wao wa maandiko uliimarisha wazo hili. Ikiwa walikuwa wazi kwamba uhusiano huu ulikuwa wa dhambi, kwa nini walijivunia? Je, familia iliyohusika ilikuwa na ushawishi kanisani? Je, walijivunia kuwa kanisa linalovumilia wenye dhambi? Kutokomeza dhambi. Elohim atawahukumu wale walio nje, mpokozi yule mtu mwovu kutoka kati yenu. Kisasi cha kujamiana tayari kilikuwa maarifa ya umma. Kwa hivyo hatua za haraka zilipaswa kuchukuliwa ili kuzuia uharibifu wa sifa ya kanisa. Ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa? Kufanya hukumu inayoamua au isiyoamua hatia ya mtu huyu. Usishirikiane na mwenye dhambi wala hata kula naye maadamu unasisitiza kuchukuliwa kwa mshiriki wa kanisa asiye tayari kuacha dhambi yake. Kumfukuza mwenye dhambi na kumkabidhi kwa Shetani, kwani kwa kutoamini dhambi hii amechagua kwa hiari kujiweka chini ya nira ya Shetani. Ni nidhamu ya kanisa bila kujali uzito wa dhambi. Lazima iwe na kusudi la ukombozi kila wakati. Kosa la mtu huyu lazima lifichuliwe wazi ili aweze kulitambua, kutubu na kuokolewa katika siku ya Bwana Yeshua. Kushughulikia matatizo ya ndani. Ikiwa mmoja wenu ana mabishano na mwingine, je, mnathubutu kuyapeleka mbele ya watu wa shumja Elohim kwa hukumu badala ya kuwapeleka mbele ya watu wa Bwana? Baada ya kuelezea jinsi ya kutatua dhambi ndani ya kanisa, Paulo anawakemea kwa kutofuata miongozo sahihi na kwa kuacha migogoro kati ya waumini kwenye mahakama za kidunia. Lakini Paulo kwenda mbali zaidi na kushambulia mzizi wa tatizo. Hakupaswi kuwa na kutoelewana kati ya washiriki wa kanisa, na bila shaka washiriki hawapaswi kumkosea au kumdanganya mshiriki mwingine.
ndugu lazima wawe tayari kusamehe kosa. Ikiwa hakuna makubaliano kati ya washiriki, kanisa lazima lihukumu au lipatanishi kati. Isipokuwa ni jambo la jinai, matatizo ya ndani ya kanisa yanapaswa kutatuliwa ndani. Ni kazi yetu kujua makosa na dhambi zetu maalum ambazo husababisha giza na udhaifu wa kiroho na kuzima upendo wetu wa kwanza. Je, ni ya ulimwengu? Je, ni ubinafsi? Je, ni upendo wa kujitathmini? Je, kujitatiri kwa wa kwanza? Je, ni dhambi ya uchoyo ambayo nifanya kazi sana? Je, ni dhambi ya kunikula kugeuza neema ya Elohim kuwa uasherati? Je, ni matumizi mabaya ya nuru kubwa na fursa na mapendeleo, kutoa madai ya kujivunia kwa hekima na maarifa ya kidini, wakati maisha na tabia ni kinyume na maadili? Chochote ni kwamba imekuwa ikimbelezwa na kulima mpaka imekuwa ungovu na kitawala. Kufanya jitihada za kuamua kushinda vinginevyo kutakuwa waliopotea. Jinsi ya kuepuka dhambi kanisani. Hekalu ya Roho Mtakatifu. Hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mlipewa na Elohim, nyinyi si mali yenu wenyewe? Baada ya kushughulikia swala la madai, Paulo anarudi kwenye mada uasherati ndani ya kanisa. Kwa nini ilikuwepo? Mesaya wamemetwa kwa utakatifu, na hii inapaswa ondoa dhambi zote. Lakini wengine walidai kwamba kwa kuwa dhambi zao zilikuwa tayari zimesamehewa, wangeweza kufanya chochote wanachotaka na miili yao. Ndiyo sababu Paulo anapofunua kwamba mwili haukukusudiwa kwa uasherati. Hoja yake, miili yetu ni viungo vya Mesaya. Hatuwezi kuchukua mshiriki wa Mesaya na kuunganisha na kamba au minsesi. Mwishowe inatongoza kutafakari juu ya jambo muhimu. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa hivyo sio mali yetu, ni la Elohim. Elohim alituokoa kwa damu ya thamani ya mwanawe, kwa hivyo lazima tumtukuze Elohim katika miili yetu na roho zetu. Wakorintho. Kujinsha halali, lakini kwa sababu ya sina aliyenea kila mwanamume nawe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Kwa kujibu baadhi ya maswali ambayo alikuwa yameibuliwa na kanisa la Korintho, Paulo anatusaidia kuelewa jinsi tunavyoweza kukimbia uasherati. Kimsingi, watu walioa wanapaswa kufurahia ulimwengu halali na wenzi wao. Watu wasio na wenzi hawapaswi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu yeyote. Wanandoa hawapaswi kukataa kuwa na uhusiano wa kimapenzi ili kuepuka kumchochea wenzake kwa uwezekano wa uzinzi. Watu wasio na wenzi walio na karama ya kuendelea wanaweza kutumia fursa bora za kutumikia Elohim bila mapungufu kutoka kwa huduma za familia. Watu wasio na ndoa wasio na karama ya kuendelea wanapaswa kujaribu kuokoa ili kuepuka majaribu. Katika kufanya kazi kwa ajili ya wakosao, kila jicho lielekezwa kwa Mesaya. Wacha wazungumze na makosa ya rehema ya kusamehe ya Mwokozi. Wacha wahimizi wenye dhambi atubu na kumwamini yeye anayeweza kusamehe. Hebu toba ya mwenye dhambi ikubaliwe na kanisa kwa mioyo ya shukrani. Hebu yule anayetubu angozwe kutoka gizani na kutoka kuamini kwenda kwenye nuru ya imani na haki. Hebu mkono wake kutetemeka uwekwe katika mkono wa upendo wa Yeshua, msamaha kama huo umeidhinishwa mbinguni.